Mahali hapa kutukuza Mungu kwa makubwa aliyotenda ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikikumbuka vizuri kwa hii wiki ilipofika Thursday nikamaliza mwaka mmoja tangu Yesu aniokoe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hata niliposikia mama yake nipigia simu akauliza, watu wengine wamemuuliza, "Ule kijana amemaliza mwaka mmoja?" Akamwambia amemaliza mwaka mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Nikasema waambie nazidi kuishi. Wazani taishi mwaka mmoja tu. Naendelea kuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwa maana naishi kwa maana nguvu zangu. Naishi tu kwa sababu Mungu amependa. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali hapa niko na furaha sana. Kwa maana nikikumbuka mahali Mungu alinitoa, hata sijui nani angeniokoa. Wacha tu nichukue dakika 5 alafu nikae chini. Bwana Yesu apewe sifa. Aseme amen. Nikikumbuka vizuri ilikuwa last year mwezi wa 10 tarehe 9 nilipopanga safari ya kwenda nyumbani. Nikapanga safari nikatoka mahali hapa. Hata tulikuwa na Pastor Mike hapo nje, nikamwambia naenda nyumbani kidogo. Akaniambia wacha Mungu akusaidie utembee salama. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo siku niliposafiri nikaingia kule town nikaabiri gari. Wapendwa, mimi niliabiri gari ya shilingi 800 na wengine walipoingia wakaanza kuabiri gari ya shilingi 1000. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipoanza safari tukatoka Country Bus saa 5 kielekea saa 6. Nilipoangalia saa yangu mzuri nikapata tunafika railway saa 6 tayari imeshagonga. Bwana Yesu apewe sifa. Nikajua sasa safari imeshang'oa nanga. Wacha tuende nyumbani polepole. Tulipoendelea hivyo nikaangalia mbele nikaona na mzee anapeleka gari. Nikamwambia ndugu wenye nilikuwa nimekaa nao, huyu mzee anaonekana kuna experience mingi. Akasema kweli wazona kwa experience lakini waendesha gari mbio. Bwana Yesu apewe sifa. Tukatoka tukaanza kwenda nyumbani. Tulipofika pale sijui inakuanga Giligilama wapi penye roadblock inakuanga, gari ikafanya vile inasimama tena ikatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipofika Nakuru tukadhana anaenda kusimama, tukapata yeye anapenya tu akiendelea kuenda. Bwana Yesu apewe sifa. Wamama wakaanza kulia kidogo wakisema tumechoka tunataka tujisaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Bila alipita Nakuru akaenda kupaki gari nje ya barabara na wamama akatoka ndani ya gari wakaenda kujisaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Walipoenda kujisaidia mimi nakuwa mtu wa kwanza kutoka kwa gari tena narudi nasimama kwa mlango kwa maana nataka nijue huyu driver anakaje na kwa namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Vile mimi nilitoka kwa kwanza nikajisaidia nikarudi nikasimama kwa mlango ya abiria wanaingilia. Nikapatana hapo na conductor amesimama hapo na huyu mzee. Nisikuwa najua ni huyo driver. Nikamwambia conductor akamwambia, "Ambia mzee ajaribu harakisha kidogo kwa maana tunaona masaa tutafika nyumbani late." Bwana Yesu apewe sifa. Na huyo mzee nakumbuka vizuri akanishika kwa mkono yangu ya right hapo akaniambia, "Kijana, unasema vitu gani?" Na nikamwambia nakwambia mzee, "Jaribu kuendesha gari speed kidogo tufike nyumbani angalau mapema." Bwana Yesu apewe sifa. Akaniambia, "Vile umesema, wewe ambiwa anga apeleke gari mbio. Sasa nataka tuende tuna ile mwendo yenye tulikuwa nayo." Bwana Yesu apewe sifa. Watu wakajisaidia wakarudi ndani ya gari ikatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaanza mwendo tukapita Nakuru tukaelekea sasa nyumbani. Tulipofika pale junction ya kuingia Kericho na Eldoret na Nakuru, nikadhani tunaenda hiyo njia yetu ya Kapsabet, nikapata naingia barabara kwenda Kisumu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikasema popote tutaenda tu tutafika. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipoendelea hivyo gari ikaenda. Nilipoangalia watu wenye tulikuwa tumekaa nao, kwa maana nilikuwa nimekaa kwa kiti ya tatu kutoka kwa driver, nikapata kijana huko right amelala, huyu mzee huko left pia amelala. Kwanza sasa najiongelesha peke yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Ikabidi pia mimi sasa ninyamaze, niangalie vile barabara inaenda kwa maana napenda kuangalia mbele nione vile gari inakimbia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa sikuwa najua tuko wapi. Hata vile gari ilikuwa inaanza kuyumba kwa barabara inaenda huko. Nikashindwa hii nini inaendelea kwa hii gari. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nikasimama. Nikashika kiti yenye ilikuwa mbele yangu. Gari ikiendelea kuyumba. Nikaona gari inapiga mabati yenye inakuwa kando ya barabara. Haleluya. Nikasema ndani ya roho yangu, huyu mzee tayari ameshamaliza watu wote hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Gari nilipokuwa nimesimama nikaona naanza kulala. Nikajua hapa watu wote wanaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mimi nikajipatia tu moyo. Hata sijui kama niliomba ama sijui nilifanya nini, hata hapo sijui. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu peke yake ndiye anajua. Gari ikaendelea kulala. Wapendwa, nawaambia Mungu anaokoa. Kwa maana niliona kichwa changu iko chini, nikashuhudia miguu ziko juu. Bwana Yesu apewe sifa. Gari ikaendelea tena ikapiga Samsoni. Sasa kutoka hapo sikujielewa kwa maana
ungeniuliza ningekwambia nilianguka na right shoulder. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nilipokuwa nimeishi kwa OC, nikakaa nikapata nimeumia left. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuwa kule Kericho, Bwana Yesu apewe sifa. Ilipofika asubuhi hiyo tarehe 10, nikapata nimelazwa kwa kitanda kingine. Naona wamama na wababa wamekaa. Bwana Yesu apewe sifa. Nikauliza kwa tuko hapo, kaniambia tumepata ajali. Tuko Kericho. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia tuko Kericho. Akasema tuko Kericho. Nikamwambia mzee, nisaidie tu simu nipigie watu wangu. Hakika wapendwa, nilichukua hiyo simu nikaweka tu namba, nilikuwa nataka kuweka namba ya dad. Nikajua dad saingine hiyo namba iko on. Nikapigia mama. Nikamwambia mama, habari ya leo? Mzuri sana. Nimeamka salama. Nikamwambia mama, nasikia tumepata ajali lakini tuko sehemu za Kericho. Bwana Yesu apewe sifa. Nikabeba simu nikarudishia ule mzee. Na kutoka hapo nafahamu ikapotea. Hata vile dada alinifikia OC na auntie siku hiyo ya Wednesday tarehe 10, nilikuja kuwajua, nilifungua tu macho yangu kuanzia Friday. Kutoka hiyo Wednesday vile nilipiga simu nikaacha. Kufika Friday ndio nilianza kufungua macho yangu nikaona niko hospitali lakini sikuelewa niko wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana niliona kuna shuka nyeupe huko nyeupe. Sasa naona hata watu wenye sijui. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo nashukuru Mungu sana. Kwa maana kama hizi angekuwa upande wangu, hakika ningekuwa nimesaulika. Vile nilipata fahamu nikiwa upande wa Kakamega, nikaanza kuambia unajua ulikuwa pande za Kericho. Hata gavana alikuja kuwatembelea, nikamwambia, "Ai, kwani tulikuwa Kericho? Nini ilikuwa imefanyika?" Akaniambia, "Mlikuwa mmepata ajali." Bwana Yesu apewe sifa. Nikapata kule fahamu, nikajua sasa niko na baba, niko na auntie. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaniambia hata unajua kitu ya kushangaza, tumepata kama wewe huna nguo. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hii nguo yenye umevaa umesaidiwa tu na mama mmoja huko. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia asante, kama amenisaidia amefanya mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo sasa nakumbuka mahali penye Mungu amenitoa. Wapendwa, nilipatikana si kama niko uchi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama Mungu angekuwa upande wangu ningekuwa nimesaulika. Kwa maana vitu zote nilikuwa nazo zilikuwa zimepotea. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipotoka ofisini nikaenda nyumbani, hakika nilikaa nyumbani, niliingia Thursday, lakini manaibu walianza kuingia Friday kitu saa 5 hivi, kama mchungaji mmoja ameshaingia wakajua watu huyu aingia atoke na pepo kwanza ndio sisi tuende. Bwana Yesu apewe sifa. Sema amen. Mama mmoja jirani wetu yeye alikaa siku moja ndio akakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Ukuja kuniona akarudi kwake, alikuja Saturday. Sunday usiku akakuwa mgonjwa, ikabidi apelekwe hospitali na alazwe. Sema amen. Nikajua hiyo ni utukufu wa Mungu. Tena mama yangu naye akona roho nyepesi, akakimbia bio, akaenda kumwona. Nikamuuliza, "Mzee, ulikuwa umeenda wapi?" Akaniambia, "Nilikuwa nimeona kuanda ule mama." Nikamwambia, "Sasa ingine hata Mungu anaweza kupiga kiboko." Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana ujui kwa sababu gani Mungu amefanya hivyo. Sema amen. Nashukuru Mungu sana kwa umbali amenitoa. Hata niliposikia tena wanauliza, "Jana amemaliza mwaka mmoja." Mada akamwambia amemaliza mwaka mmoja tena kwa very strong. Bwana Yesu apewe sifa. Nikikumbuka vile nilitoka nyumbani, nilikuwa nakuja mahali hapa. Sikuwa naweza kusimama hata 30 minutes. Lakini sasa hata naweza simama 2 hours bila kukaa chini. Sema amen. Ndipo nashukuru Mungu, moyo wangu umejaa furaha sana. Kwa hiyo tusikize na Mungu awabariki.